Korongo za karatasi za Sadako. Mnamo tarehe 7 Januari 1943, mtoto wa kike alizaliwa katika mji wa Hiroshima nchini Japani. Jina lake lilikuwa Sadako Sasaki. Hiroshima ulikuwa mji wa kawaida, mtoto Otae ukipita katikati yake, huku shule na masoko yakipamba mitaa yake. Hakuna aliyefahamu janga lililokuwa linakuja, na siku za amani ziliendelea kimya kimya. Saa 2:15 asubuhi tarehe 6 Agosti 1945, bomu la atomiki lililipuka juu ya Hiroshima. Sadako, aliyekuwa na umri wa miaka miwili wakati huo, alikuwa nyumbani kwake umbali wa takriban kilomita 1.6 kutoka kitovu cha mlipuko. Kwa sekunde moja tu, mwanga mkali na msukumo mkubwa ulifagia mji mzima. Hiroshima uligeuka magofu mara moja, na maisha yasiyohesabika yakapotea. Sadako alinusurika kana kwamba kwa muujiza. Hakupata majeraha makubwa wakati wa mlipuko, na alionekana kukua akiwa na afya njema. Baada ya vita, alikuwa msichana mchangamfu aliyependa sana kukimbia. Hata hivyo, athari zisizoonekana za mionzi zilibaki kimya kimya ndani ya mwili wake. Baada ya vita kumalizika, Hiroshima ulianza kujijenga upya taratibu. Shule zilijengwa tena juu ya magofu na watoto wakarudi darasani. Sadako alisoma katika shule ya msingi ya Noboricho na akaota kuwa mwanariadha wa mbio. Alionyesha kipaji kubwa katika kukimbia na akashindana kama mwakilishi wa shule yake. Katika msimu wa vuli wa mwaka 1954, Sadako alianza kuhisi kizunguzungu wakati wa mazoezi ya kukimbia. Mwanzoni alidhani ni uchovu tu, lakini dalili ziliongezeka polepole. Hata alianguka ghafla wakati wa siku ya michezo shuleni. Familia yake ilihofia hali yake na kumpeleka hospitalini. Mnamo Februari 1955, Sadako aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa leukemia katika hospitali ya Msalaba Mwekundu ya Hiroshima. Ugonjwa huo ulihusishwa kwa karibu na mionzi ya bomu la atomiki. Daktari alieleza kwa uangalifu kwamba huenda alikuwa na takribani mwaka mmoja tu wa kuishi. Akiwa na umri wa miaka 11, Sadako alilazwa hospitalini na kuanza mapambano marefu na ugonjwa. Siku za Sadako zilipita kwa utulivu juu ya kitanda cha hospitali. Nje ya dirisha, anga la Hiroshima lilikuwa bado wazi na la buluu. Ndani ya wodi, vilisikika vilio vya chini vya watoto wengine wagonjwa. Sadako alitamani kwa dhati kukimbia tena kwenye uwanja wa michezo. Mnamo Agasti 1955, rafiki yake wa hospitalini, Chizuko, alimweleza Sadako hadithi ya korongo za karatasi. Ilikuwa hadithi ya kale ya Kijapani inayosema kuwa kukunja korongo 1000 hutimiza ombi. Sadako hakuchukulia hadithi hiyo kama simulizi la kawaida tu. Korongo za karatasi zikawa tumaini lake la kuishi tena. Akiwa ameshika karatasi ya rangi ya dhahabu, Sadako alikunja kwa uangalifu korongo wake wa kwanza. Alipopungukiwa na karatasi za rangi, alitumia vifungashio vya dawa, karatasi za zawadi, hata mifuko ya dawa. Kwa kila korongo aliyekunja, alijiwazia siku atakayokuwa mzima na kukimbia tena. Korongo wadogo wa karatasi walianza kupangwa mmoja baada ya mwingine kwenye dirisha la hospitali. Kadiri mwili wa Sadako ulivyozidi kudhoofika, mikono yake haikuacha kukunja korongo. Alipokuwa akikunjia, aliweza kusahau maumivu na hofu kwa muda mfupi. Marafiki na familia waliomtembelea walitazama ustahimilivu wake kwa ukimya. Kila korongo mdogo ulihifadhi ujasiri wa msichana aliyekataa kukata tamaa.
Majira ya joto na vuli ya mwaka 1955 yalipopita, hali ya Sadako ilizorota kwa haraka. Hata kula kulikuwa kugumu na nguvu zile zilipungua waziwazi. Hata hivyo, hakuwahi kuacha ahadi yake ya kukunja korongo 1000. Lengo lilionekana mbali, lakini mikono yake iliendelea kusonga. Ombi la Sadako lilianza kupanuka zaidi ya yeye mwenyewe. Alitamani watoto wengine hospitalini wapone pia. Alitamani kwamba hakuna mtoto yeyote angepata mateso kwa sababu ya vita tena. Korongo za karatasi zikawa ujumbe wa amani unaozidi sala binafsi. Asubuhi ya tarehe 25 Oktoba 1955, Sadako alifariki akiwa na umri wa miaka 12. Akiwa amezungukwa na familia yake, alifumba macho yake kwa utulivu juu ya kitanda cha hospitali. Rekodi hutofautiana kuhusu idadi ya korongo alizokunja, baadhi zikisema 644 na zingine 1000. Lakini kilicho muhimu zaidi kuliko idadi ni moyo wa amani aliouacha nyuma. Baada ya Sadako kuondoka, marafiki na familia yake waliendelea kukunja korongo za karatasi. Walitaka kuendeleza ombi ambalo hakuweza kulitimiza. Korongo hazikubaki tena ndani ya chumba cha hospitali pekee. Zilisambaa duniani pamoja na hadithi ya Sadako. Mnamo tarehe 5 Mei 1958, mnara wa amani wa watoto ulijengwa katika hifadhi ya ukumbusho wa amani ya Hiroshima. Ulijengwa kuwaenzi watoto wote, wakiwemo Sadako, waliokufa kwa sababu ya bomu la atomiki. Juu ya mnara kuna sanamu ya msichana anayeshikilia korongo wa karatasi. Hadi leo, korongo nyingi sana hutumwa mahali hapa kutoka kote duniani. Hadithi ya Sadako ilisafiri nje ya Japani hadi sehemu zote za dunia. Maisha yake yamesimuliwa katika shule, maktaba na elimu ya amani. Korongo za karatasi zikawa ishara ya amani na matumaini dhidi ya vita. Hadithi ya msichana mmoja iliyoanzia Hiroshima ikawa ujumbe kwa wanadamu wote. Sadako hakuchukua vita. Alizaliwa tu katika wakati huo na mahali hapo. Maisha yake yanaonyesha majeraha ambayo vita huacha kwa wasio na hatia. Yanatukumbusha kwamba mustakabali wa watoto haupaswi kamwe kutolewa kafara. Hadi leo, watu kote duniani hukunjia korongo za karatasi kwa matumaini ya amani. Kila korongo hubeba jina la Sadako na kumbukumbu ya Hiroshima. Korongo za karatasi ni ahadi ya kukumbuka yaliyopita huku tukiishi katika sasa. Ni nadhiri tulivu lakini iliyo wazi kuelekea dunia isiyo na vita.